ilaha illallah, Allahu akbar, Muhammad Rasulullah, ya Habiballah. Allah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Muhammad Rasulullah, ya Habiballah. رب العالمين قيوم السماوات والأرض مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم وعلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد المبعوث لتتميم مكارم الأخلاق المفضل على كافة المخلوقات على الإطلاق، وعلى آله المذكورين بالطهارة في القرآن، وعلى أصحابه المنوحين بالرضوان. أيها الإخوة الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Ndugu zangu watukufu Islam, ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu watukufu Islam, na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kushikamana na kumcha na kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema, ambaye atamcha Mungu basi Mwenyezi Mungu atamjalia matokeo mazuri na atampa riziki sehemu ambayo hata yeye mwenyewe hakuidhania. Watukufu ndugu zangu Waislamu, leo tutaishi katika aya iliyo katika suratul Hud, sura ya 11 aya ya 6. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, anasema: wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza kwamba hakuna chochote chenye kutambaa katika huu mgongo wa ardhi ila riziki yake iko mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye anayejua mustaqarraha, makusanyiko yake na marejeo yake. Watukufu Islam, aya hii inatufundisha tuishi maisha ya kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutambua kwamba hakuna mwenye uwezo wa kutoa riziki ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, hebu tumwangalie al-alim al-allama sahibu safwati tafasir al-Sheikh Muhammad bin Ali as-Sabun, tuone jinsi gani ambavyo anaielezea aya hii kwa mukhtasari.
Mwanazuoni huyu akielezea aya hii yasema, ma min shay'in ala wajhi al-ardi min insanin au hayawanin illa takaffala Allahu birizqi tafadhulan minhu ta'ala wa karama. Anasema hakuna kitu chochote katika mgongo huu wa ardhi, ikiwa ni mwanadamu, ikiwa ni wanyama, ikiwa ni wadudu, ikiwa ni ndege, illa ala Allahi rizquha, ila vyote hivi riziki zao ziko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tena tafadhulan minhu ta'ala wa karama, hali ya kuzidishiwa na yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na ni kiramu ambayo inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno haya ndugu zangu watukufu Islam, yanaonyesha jinsi gani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alivyogawa riziki. Kuna ambao amewapa kipato cha juu na kuna ambao Allah amewapa kipato cha katikati, lakini wengine Allah subhanahu wa ta'ala amewakadiria kipato cha chini. Wote huu ni mgao aliogawa Allah subhanahu wa ta'ala. Maana yake ni kwamba kila mmoja anatakiwa ariziki na kile ambacho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemgawia. Watukufu Islam, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akaendelea kuelezea kwamba fakama kana huwa al-khaliq, kama ambavyo amekuwa Allah yeye ndiye mwenye kuumba, basi kana huwa ar-razzaq, huyo Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye mwenye kutoa riziki. Yeye Allah ndiye aliyoumba viumbe wake wote, lakini yeye Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye mtoaji wa riziki kwa hivyo viumbe ambavyo kwamba ameviumba Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kusema wa ya'lamu mustaqarraha mustawdaha. Maneno haya akayatafsiri Ibn Abbas radhiyallahu anhu akisema mustaqarraha haythu ta'wi ilayhi min al-ardi wa mustawda'aha al-mawdhu' alladhi tamutu wa tudfanu. Ibn Abbas akielezea maneno haya anakusudia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye anayejua makusanyiko ya hao viumbe wake katika hiyo ardhi. Na ndio maana utakuta mfano wafanya biashara, unaweza ukakuta mstari mzima wote anauza mchele, lakini kila mmoja mpaka linakuchwa jua kila mmoja anafunga hisabu yake. Na katika hawa wafanya biashara hao hakuna yoyote ambaye anampigia mteja simu kwamba bwana njoo huko uliko, njoo hapa uninunuze biashara yangu. Hakuna anayejua kwamba huyo mteja akununua biashara anatoka wapi. Na hii ndio siri ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndivyo anavyogawanya riziki zake. Tunapata mafundisho gani? Maana yake ni kwamba wewe ulichokuwa nacho riziki nacho, na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekugawia kwa siku hiyo unatakiwa utosheke nacho. Manake unatakiwa kila utakavyoishi basi maisha yako yote lazima umtegemezee Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Nenda Kariakoo katika fanya biashara wa nguo, kila utakapoenda nguo ndio hizo na ubora ndio ule, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kila mmoja kwa kuwa amejitokeza pale kwa ajili ya kutafuta riziki, Allah subhanahu wa ta'ala kila mmoja anampa riziki yake kwa kadiri ambavyo amemgawia kwa siku hiyo. Ndugu zangu Waislamu, hebu nenda katika maisha, uangalie katika maisha ya vijijini. Angalia mazingira yalivyo na sura jinsi ilivyo katika maisha ya vijijini.
Wewe kwa akili yako ya kibinadamu unaweza ukasema hapa hapaliwi, jua linawaka, mimea yote imekauka, maji hayaonekani, yatatokea upande gani? Lakini inafikia wakati wa kula, basi familia zimejikusanya kwa ajili ya kupata riziki na wanakula. Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye anayejua riziki hii itapatikana vipi kwa viumbe hawa ambao Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyewaumba. Na ndio maana akasema mwanachuoni huyu bwana mkubwa katika kitabu chake Safwat Tafasir, Muhammad bin Ali As-Sabun, kwamba kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameumba viumbe wake, basi yeye ndiye ambaye amechukua dhamana ya kuwagaia riziki, na ile riziki yako inapokwisha na hata maisha hayapo tena katika mgongo huu wa ardhi, kwa sababu kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekukadiria basi imefikia mwisho wake na utaondoka kwenda katika maisha mengine. Lakini sio hivyo tu, yawezekana siku ya leo Allah subhanahu wa ta'ala hakukadiria wewe kukupa riziki kwa unavyotaka wewe, lakini Allah anajua kwamba riziki yako wewe itatokea upande gani. Maana yake ni kwamba lazima uingize maisha ya kumtegemea Mungu. Biashara yako leo sikuuza, usimtafute mchawi, bali fahamu ya kwamba Mwenyezi Mungu siku hiyo hakukadiria riziki yako. Allah subhanahu wa ta'ala sema yote hayo kullun fi kitabin mubin. Yote hayo Allah subhanahu wa ta'ala ameandika, ay kullu min al-arzaqi wal aqdari wal a'mari musattaru fi al-lawhi al-mahfuz. Yote hayo, vyote hivyo katika riziki na kadari zote ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezikadiria kwako, lakini pia hata umri, Allah subhanahu wa ta'ala kullun fi kitabin mubin, anasema vyote hivi ameshaviandika katika kitabu kilichokuwa wazi, ay musattarun fi lawhil mahfuz. Vyote hivi Allah ameviandika katika lawhil mahfuz, huwezi kubadilisha na hakuna anayeweza kukubadilishia. Kama Allah ameikadiria riziki yako, hakuna anayeweza kuizuia riziki yako. Leo hii tunasingizia tu, hali ya nchi imekuwa ngumu kwa sababu ya fulani. Hapana, ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria kwetu sisi kwamba kwa wakati huu huenda, ili tuweze kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, basi Mwenyezi Mungu riziki yetu kwanza aibane kwanza, lakini riziki iko pale pale. Hakuna bwana mkubwa yote ambaye ana uwezo wa kuzuia riziki ya mtu. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisabi, hakika Mwenyezi Mungu anamruzuku anayemtaka pasi na hisabu. Mwenyezi Mungu akasema katika hadithi al-Qudsi, akimsemesha mwanadamu, akimzungumzia mwanadamu, na linapokuja neno ya ibna Adam, ya ibna Adam, mwanadamu, ay kullu jinsil insani, ni jinsi zote za kiwanadamu. Hapa hachaguliwi Muislamu na asiyekuwa Muislamu, inakuwa ni umumia. Sasa Mwenyezi Mungu katika maneno haya anasema inna Allaha qad takaffala birrizqi fahtimamuka bilfuduli limadha, hakika Mwenyezi Mungu amekudhamini riziki. Mwenyezi Mungu ameikadiria riziki yako. Sasa ile kutumia nguvu sana kwa kutaka ziada ya hiyo riziki,
yawezekana mpaka useme uongo, yawezekana mpaka umkabe mwenzako, yawezekana mpaka ufanye utapeli. Anasema bilfudhuli limadha, kutaka ziada hiyo ya nini, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye anayekudhamini riziki. Lakini akasema hivi, wa in kana rizqu min Allahi haqqan wa qad takaffala bihi wa qasamahu falhirsu limadha, ikiwa wajua wewe mwanadamu kwamba riziki inatoka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayegawanya riziki, falhirsu limadha, pupa ya nini, haraka ya nini? Unatakiwa utulie na umwelekee Mwenyezi Mungu kwamba Allah yeye ndiye anayetoa riziki. Huna haja ya kuhangaika mpaka ukaivuka mipaka ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ili uweze kupata riziki. Watukufu Islam, tuangalie hadithi ambayo amepokea Abdullah ibn Amr ibn al-As. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50 سنة، رواه البخاري. amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allah, hakika Mwenyezi Mungu, qaddara maqadira alkhalaiq, amekadiria aliyoyakadiria yote ya viumbe ambayo yatawapata viumbe katika maisha yao, katika mgongo wao huu wa ardhi. Mwenyezi Mungu ameyakadiria haya kabla yakhluqa samawati wal ardh, kabla hajaumba mbingu na ardhi. Tuangalie maneno mengine ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, jinsi gani Mtume anatuhimiza tuishi maisha ya kumtegemea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na hususan upande upatikanaji wa riziki. An Umar radhiallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama turzaqu at-tuyur taghdu khimasan wa taruhu bitana, rawahu Tirmidhi. Hadithi iliyopokewa kutoka kwa Sayyidina Umar ibn Khattab radhiallahu anhu, asema nilimsikia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakulu, akisema law annakum tatawakkaluna ala Allah, lau hakika nyinyi mngelimtegemea Mwenyezi Mungu, haqqa tawakkulihi, ukweli wa kumtegemea Mungu, si kwa kubahatisha, si kwa kujaribu, mngelimtegemea Mwenyezi Mungu, Mtume asema ukweli wa kumtegemea, la razaqakum kama turzaqu tuyur, Mwenyezi Mungu angelikuruzukuni nyinyi kama ambavyo anawapa riziki ndege. Ndege wanaamka asubuhi hali ya kuwa ni wenye njaa, lakini jioni wanarudi wameshiba, wanalala, wanaamka tena hivyo hivyo. Ndiyo maisha ya ndege mpaka anakufa. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia kama tungelimtegemea Mwenyezi Mungu ukweli wa kumtegemea, basi tungeishi kama maisha haya ya ndege. Ndugu zangu watukufu wa Islam, tumtegemeeni Mwenyezi Mungu katika maisha yetu, katika riziki zetu, katika haja zetu. Isifikie hatua ndugu zangu wa Islam tukamwacha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lakini tukawa tumemwangalia sana yule ambaye labda itakuwa ndio sababu ya wewe kuweza kupata shilingi 2-3 kupitia kwake yeye. Haya ameyakataza kabisa mmoja katika mashuara wa tasawuf
akisema la takhadhanna li makhluqin ala tama'i fa inna dhalika naqsun minka fi din la yaqdira al-'abdu an yu'tiyaka khardala illa bi idhni alladhi siwaka min tin fala tusahib ghaniyan tasta'izzu bih wa kun afifun 'udhu hurmati ad-din wastarzuq lillah mimma fi khaza'inihi fa inna rizqaka bayna al-kafi wan-nun واستغنى بالله عن الدنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. Anasema mshairi huyu kwamba la takadhanna limakhluqin ala tamai, msimnyenyekee kiumbe kwa sababu ya tamaa ya kupata chochote kutoka kwake yeye. Ukamnyenyekea Mungu, kiumbe mwenye sifa ya kunyenyekewa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimnyenyekea kiumbe, asema fa inna dhalika naqsun minka fi din, hakika hilo la kumnyenyekea kiumbe kwa sababu ya tamaa ya kupata chochote kwake, fa inna dhalika naqsun minka fi din, hakika hilo linapunguza imani yako katika dini. Leo kuna watu anamnyenyekea kiumbe kuliko hata Allah subhanahu wa ta'ala. Hajui kwamba yule anayemnyenyekea yeye mwenyewe riziki yake amekadiria Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Akaendelea mshairi huyu asema la yaqdira al-'abd, hatoweza mja, akatumia lan kwa maana ya ghaiya, hatoweza mja ayutiyaka khardala, kukupa wewe hata khardala. Khardala ni kitu kidogo sana. Asema illa biidhni alladhi siwaka min tin, illa kwa idhni ya yule asiyekuwa wewe, tena kutoka katika ardhi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tusahibu ghaniyan tasta'izzu bihi, usifuatane na tajiri tasta'izzu bihi, ukajipaezi ukajipendekeza. Maana kuna watu bwana anaponda tajiri bora awaponde wenzake, atengeneze fitina kwa wenzake ili mwenzake aonekane hana maana, yeye ni bora, kwa sababu tu ya kutaka kujipaezi kwa yule tajiri ili aweze kumnufaisha na kile ambacho kwamba anacho tajiri. Anasema wa kunna afifan wa udhu hurmati din, iwa mcha Mungu wewe na ipe heshima dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukifanya hivyo maana yake utakuwa umeidhalilisha dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wastarzuqu lillahi mimma fi khazainihi, ismu tafdhil, ismi maf'ul. Wastarzuqu lillah ismu talabiyya, taka riziki kwa Mwenyezi Mungu. Wastarzuq lillah, taka riziki kwa Mwenyezi Mungu, mimma fi khazainihi, katika kile kilichopo katika akiba yake Allah subhanahu wa ta'ala, ambacho amekikadiria na tayari Mwenyezi Mungu kullum fi kitabin mubin, amekiandika katika lauhil mahfudh. Fa inna rizqaka baina al-kafi wan nun, hakika riziki yako wewe ipo kati ya herufi mbili tu, al-kafu wan nun, kati ya kafu na nuni. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah subhanahu wa ta'ala asema innama amruhu idha arada shay'an, hakika si vinginevyo Allah amri yake akilitaka lolote, jambo lolote, Allah usema kun fayakun, iwa, na lile jambo linakuwa kama ambavyo anataka Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo basi wastaghna billah ani dunya almuluk, jitosheleze kwa Mwenyezi Mungu, achana na dunia yenye kumilikiwa. Kama staghna almuluk bidunyahum ani din, kama ambavyo wafalme wanajitosha na dunia na wakaacha dini. Mfalme yeye akishapata ufalme, akishapata uongozi wake, yeye ni dunia yake tu, hana habari na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wewe wastaghna billah, jitosheleze kwa Mwenyezi Mungu ani dunya almuluk, kuiacha dunia ambayo dunia yenyewe yenye kumilikiwa. Watukufu Islam, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu, tuishi maisha ya kumtegemea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yeye ndio Ar-Razzaq, ndio mwenye kutoa riziki.
Tumalizie kwa maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asema badiru bil a'mali salihah fasatakunu fitanun kaqita'i al-layli al-mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yusbihu mu'minan wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradhi min ad-dunya. Haya ni maneno ambayo ametahadharisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba fanyeni haraka basi kuyatenda mambo mema, kwani zitakuja fitna katika dunia. Fitna hizo zitakuwa zimefunika dunia kama vile kipande cha usiku wenye giza. Atapambazukiwa mtu asubuhi ni muumini, tayari jioni ameshabadilika, amekuwa ni kafiri, sio muumini tena, ameshamkufuru Mola wake subhanahu wa ta'ala. Lakini vile vile atachewa na jua hali ya kuwa ni muumini, asubuhi tayari ameshamkufuru Mola wake subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya changamoto ya maisha. Na ndio haya maisha tuliyokuwa nayo, Mwenyezi Mungu tumemweka nyuma kwa sababu ya kuyaangalia maslahi yetu ya riziki. Tunasahau ya kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yeye ndiye anayegawa riziki. Watukufu Islam, akamalizia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema kwamba wakati huo atauza mtu dunia yake kwa kitu kidogo tu cha dunia. Yabi'u dinahu bi'aradhi min ad-dunya, atayuza dini yake, yuko tayari kuiacha dini yake kwa sababu ya kutaka kitu kidogo tu ambacho kitamnufaisha katika maisha haya ya dunia. Wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum lima fihi min al ayati wadh dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله الله. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله الله.